Basi kwa pamoja na kwa unyenyekevu tusome neno la Mungu kutoka kwenye kile kitabu cha Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 16 hadi ule wa 18. Kitabu kile cha Yakobo, waraka Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 16 hadi mstari ule wa 18. Biblia inasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Tuombe. Mungu uliye mwema, asante tena kwa sababu ya neema yako hii. Asubuhi ya leo Bwana, umelituma neno lako ili lije kwetu kutuponya, kututoa katika vifungo, kututoa katika utu wa kale na kuvaa utu upya. Nami Bwana, ninakuomba mkono wako pamoja nasi, neema yako juu yetu, nguvu zako zitufunike, na uweza na nguvu Bwana vikae juu yetu. Utufunike Bwana kama kivuli juu yetu. Ninaomba neema yako na nguvu yako iwe pamoja nasi. Roho Mtakatifu, zungumza na watu wako hawa. Zungumza Bwana, ukawafunulie hata akili zao zikapate kuelewa na maandiko. Neema yako na nguvu zako na utukufu na uweza viwe katika uweza wako Bwana. Tukuone wewe Mungu ukitenda mambo makuu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Watu wote tuseme amen. Tangu siku ya kwanza tumekuwa tukizungumza habari ya kichwa kinachosema uvue utu wa kale unaozuia kusudi la uwepo wako. Uvue utu wa kale unaozuia kusudi la uwepo wako. Na kitabu kile ambacho kilikuwa kitutangulia ni kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari ule wa 17. Wakorinto wa pili sura ile ya 5 na mstari ule wa 17. Na Biblia inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Asubuhi ya leo ninatamani tuendelee, sitaweza kurudi nyuma sana kwa sababu siku zetu zinaenda, tumebakiza siku moja. Asubuhi ya leo natamani tuzungumze juu ya jambo linalosema nguvu ya maombi itakayokusaidia kuvua utu wa kale unaozuia kusudi la uwepo wako. Nguvu ya maombi itakayokusaidia kuvua utu wa kale unaozuia kusudi la uwepo wako. Tumetanguliwa na kile kitabu cha Yakobo sura ile ya 5 mstari ule wa 16 hadi ule wa 18, anaposema, ungameneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Akiomba kwa bidii. Inawezekana umeomba kwa muda mrefu sana, lakini inawezekana labda hujawahi kuomba kwa bidii. Msingi wangu katika neno hili ni kuomba kwa bidii. Kuomba
kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kunafaa sana, akiomba kwa bidii. Hakuna jambo ambalo linaweza likatokea kwenye maisha yako kama hautafanya kazi yoyote kwa bidii. Bidii ndiyo inayoleta matokeo. Chochote unachokifanya unakifanya, lakini ukiongeza bidii ndio inaleta matokeo. Ukifanya katika hali ya kawaida huwezi kuona matokeo. Bwana anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Mstari ule wa 17 anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja nasi, mwenye tabia moja na sisi. Hii inataka kutuonesha namna ambavyo Elia alikuwa mwanadamu, naye alikuwa na udhaifu, lakini maombi yake, alipoomba kwa bidii, mvua haikunyesha, mbingu zilinyamaza, mvua haikunyesha kwa miaka 3 na miezi 6. Kwa hiyo neno hili linatutia moyo kwamba kama Elia aliomba, ambaye alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini akasimamisha mvua zikuweza kunyesha, akafunga mbingu mvua isinyeshe. Hata wewe kuna jambo ambalo ukiomba kwa bidii litatokea. Ukiomba kwa bidii litatokea. Huyu Elia ambaye alikuwa na mwili kama sisi, neno hili linatutia nguvu kwamba na wewe ukiomba kwa bidii, acha niseme neno hili kwamba hilo jambo ambalo unaona litokei, nataka nikwambie, Elia aliyekuwa mwanadamu kama wewe, kuna namna ambavyo ukiongeza uwezo, ukaweka nguvu, ukaweka bidii, hilo jambo ambalo unaona alitokei linaweza likatokea. Hilo ombi lako ambalo umeomba nalo kwa muda mrefu, ongeza bidii, ongeza uwezo, litatokea. Kama ungepiga makofi ungeongeza makofi. Bwana ndiye anayefanya hilo jambo ambalo umeomba kwa muda mrefu, linaweza likatokea. Mvua haikunyesha kwa miaka 3 na miezi 6. Mstari wa 18 anasema tena, akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Inawezekana kuna watu wameapiza, wametoa gharama nyingi sana kwa waganga wa kienyeji, kwa wachawi, wameenda huko baharini, wamefanya ibada, wamelipa gharama kubwa, wamemwaga damu, wamefanya kila kitu ili kufunga maisha yako, ili kuzuia hatua zako. Wamefanya kwa bidii yao, lakini Biblia inatuambia hata unaweza ukaomba tena wewe. Wao wamefanya kwa bidii yao kwa Mungu wao, lakini wewe ukiomba tena kwa bidii kwa Mungu wako, yale walioyafunga, yale walioyapiza hayatatokea. Utavuka. Kwani haujawahi kusoma yule jamaa aliyekuwa anataka kuwafanyia uganga na kuwalaani wana wa Israeli? Mungu akamwonya, akamwambia, chunga sana, nilichokibariki hawezi ukakilaani. Haiwezekani. Kuna mimi nataka nikwambie kwamba bidii yako inaweza ikakuvusha kwenye eneo fulani. Nimeandika hapa, nimesema maombi ya mtu mmoja mwenye bidii, maombi ya mtu mmoja mwenye bidii yalizuia mbingu zisinyeshe mvua kwa miaka 3. Uzembe na uvivu wa mtu mmoja unasababisha hasara na maumivu ya muda mrefu, kwa muda mrefu. Uzembe na uvivu
wa mtu mmoja unaweza ukasababisha hasara na maumivu kwa muda mrefu. Huyu aliomba kwa bidii, lakini na wewe kwenye eneo lilopo, ukiwa mvivu, ukawa mzembe, kuna uwezekano mkubwa wa kusababisha hasara kwa muda mrefu. Hebu jaribu kuwaza. Inawezekana unielewi ninachokisema. Hebu jaribu kuwaza. Huyu ni mama ana mimba, anatamani kujifungua, yuko hospitali. Alafu anamwita daktari. Daktari yuko kwenye mambo yake, anachati, anajiposti. Huyu analia. Akipoteza yule mtoto kwa uzembe na uvivu, unafikiri yule mtu atalia kwa muda wa miaka mingapi? Nakumbuka miaka ya zamani kulikuwepo na kitabu fulani, nafikiri cha Kiswahili, kilikuwa kiliandika habari fulani, anasema mua uliozamisha meli. Wangapi walikisoma kile kitabu? Mua uliozamisha meli. Kwamba ule uzembe wa nahodha aliposikia ule utamu wa mua, akili yake ikahamia kwenye mua, meli kazama. Sijui wewe kwenye eneo lilopo, ukiwa mzembe na mvivu, ni watu wangapi watalia kwa machozi kwa miaka mingi? Kila mmoja kwenye eneo lake. Kuna watu ambao ili wavuke wanakuhitaji wewe, ili wapige hatua wewe. Kwa ukiwa mvivu na mzembe, watu wataumia kwa muda mrefu. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ile ya 4 mstari wa 1 hadi wa 7, tuangalie hapo. Wafalme wa Pili sura ile ya 4 mstari ule wa Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 7. Biblia inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Niambie, una kitu gani nyumbani? Nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta, ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo uko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, mkaviminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe au basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe au wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe,
niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Mstari wa 7, ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta hata uilipe deni yako, nayo yatakayosalia uyatumie wewe na watoto wako. Nataka nizungumze kitu hapa, mstari ule wa 2. Elisha anamuuliza huyu mama, nikufanyie nini? Akili ya huyu mama ilikuwa imefika mwisho kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu amekuja kwake ili awachukue watoto wake waende kufanyika kuwa watumwa ili kulipa deni. Akili ya mama ikafika mwisho, akasema, sina msaada mwingine, nitaenda kuzungumza na huyu Elisha. Akaja akamwambia Elisha, unajua mume wangu alikuwa mtumishi wa Bwana, lakini kuna deni. Elisha naye akamuuliza, nikufanyie nini? Yamkini Mungu anakuuliza hata asubuhi ya leo, nikufanyie nini? Kwenye hiyo shida ulionayo, kwenye hiyo changamoto ulionayo, Mungu anakuuliza, nikufanyie nini? Alafu baadaye anakuuliza, pale nyumbani kwako una nini? Una kitu gani nyumbani? Una kitu gani nyumbani? Ule uwezo wako mdogo ulionao ndicho kitu Mungu anachotaka kukitumia. Mungu alimuuliza Musa, mbona unanililia? Akamuuliza, una nini mkononi mwako? Akamwambia, nina fimbo. Fimbo ikabadilisha mambo. Bwana anakuuliza asubuhi ya leo, una nini? Akamwambia, nina mafuta tu, chupa kidogo tu ya mafuta. Akamwambia, nenda waambie watoto wako waende kwa majirani watafute vyombo, lakini wasitafute vichache. Bidii. Kwa anajaribu kumwambia habari ya kwamba utakapokuwa unatafuta vyombo, ongeza bidii, usitafute vyombo vichache. Kwa waambie watoto wako waongeze bidii kutafuta vyombo, wasitafute vichache. Lakini watakapoleta, jifungie wewe uanze kumimina yale mafuta. Sasa sijaelewa kwamba watoto hao walitafuta vyombo vichache, kwa sababu unaona baadaye aliendelea kumimina mafuta, vile vyombo vikajaa, alafu anamwambia, vyombo vingine viko wapi? Yale mafuta yakakoma. Wakamwambia, vimeisha. Moyo wako umeufungua kiasi gani ili Mungu akuhudumie asubuhi ya leo? Kiasi cha namna unavyofungua moyo wako, ndivyo Mungu anavyokuhudumia. Yeye anasema, anayesamehewa dhambi sana anapenda sana, anayesamehewa kidogo anapenda kidogo. Kama vile ayala anavyotamani maji ya mto, nafsi zetu zimtamani vile vile Mungu. Mungu anaangalia ndani ya moyo wako, yeye ana nafasi gani, unamhitaji kiasi gani. Ile bidii na ule uwezo unaoongeza, unaowekeza kumtafuta, ndivyo Mungu naye anavyokuja kukuhudumia. Yule Elia aliomba, aliweka nguvu, akaweka bidii, akaweka uwezo. Mungu akanyamazisha mvua, lakini akaomba tena kwa bidii, mvua zikanyesha tena. Inawezekana ulikuwa muombaji mzuri, unaomba, unaongeza bidii, unaomba, lakini ni kama mbingu zimenyamaza na ukanyamaza kimya.
Lakini Mungu anatuambia, neno la Bwana linatuambia, ongeza tena uwezo. Pendwa, ninakutangazia hapa, ongeza tena uwezo. Usikate tamaa. Ongeza uwezo. Ongeza uwezo. Hayo unayoyaona ni magumu, mapito unayoyapitia, inawezekana hayajafika kwa miaka 3 na miezi 6. Bado kwa una uwezo wa kumwendelea kumwambia Bwana, ninakuomba uniwezeshe tena. Hayo maumivu ya ndoa, hayo maumivu ya mahusiano, usikate tamaa ukasema sasa imekwisha. Hapana, nyanyuka tena. Ongeza uwezo, wekeza nguvu kwenye maombi. Ongeza uwezo. Asubuhi uko hapa, jioni uko hapa, kila siku ongeza uwezo. Bwana ataangalia teso lako. Bwana ataangalia teso lako. Bwana atayaona maumivu yako. Biblia inasema wana wa Israeli wakalia, wakaomba kwa kuugua. Bwana akaangalia kuugua kwao. Bwana akaangalia mateso yao, akawaangalia. Bwana akawatazama, akawaangalia. Bwana akawaona, akaangalia namna wanavyoteseka, akalikumbuka agano lake. Nami nataka nikuambie, inawezekana hujaomba, machozi yako hayajafika kwa Bwana. Wale jamaa waliomba mpaka machozi, mpaka kilio kikafika kwa Bwana. Nami nakuambia asubuhi ya leo, omba kwa kiwango ambacho yale maombi yako yatafungua mbingu. Yale maombi yako yatafika kwa Bwana, ili kile ambacho unakitamani Bwana akutendee. Yule Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini akawekeza kwenye maombi, akawekeza kwenye maombi. Majibu yake yalionekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuende kwenye agenda hii ya maombi. Asubuhi ya leo tuombe jambo hili. Kataa roho ya uvivu. Wekeza kwenye uwezo na bidii. Kataa roho ya uvivu. Wekeza kwenye uwezo na bidii. Maana uwezo na bidii ni ufunguo wa kustawi kiuchumi, kisiasa, kielimu, kwenye habari ya uongozi na utawala bora na kadhalika. Kwa tunapoenda mbele za Bwana, hebu kataa roho ya uvivu ndani mwako. Kitabu kile tunachokisimamia kwenye agenda hii ni kitabu kile cha Mithali, sura ile ya 24. Mithali 12 mstari ule wa 24. Mithali 12:24 tu. Anasema mkono wa mwenye bidii utawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Mkono wa mwenye bidii utawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Nataka nikwambie mpendwa, usiwekeze bidii yako kuwaumiza watu. Wekeza bidii katika mambo yafuatayo: kutenda haki katika huduma ulionayo. Ongeza bidii katika maombi. Ongeza bidii katika kufanya kazi. Ongeza bidii kuleta amani. Usababishe migogoro kazini, ofisini, kwenye ndoa. Usiwe chanzo cha migogoro. Leta amani. Leta upatanisho kwenye maeneo fulani fulani. Tatua migogoro na changamoto. Simama kwa miguu yako, twende kuomba. Na ile agenda ikibaki pale itatusaidia. Funika macho yako. Baba Mungu mwema, tunakuja kwako. Tazama watoto wako, kwa vinywa vyao wanaleta ajenda zao,
kwa vinywa vyao wanakuja mbele zako e Bwana. Yamkini umezungumza nao kwa namna ya ajabu, ukiwakumbusha ule uvivu uliomo ndani mwao, ukiwaambia waachane na uvivu na kuwekeza kwenye bidii. Baba, ninakuomba usikie maombi yao. Nenda mbele za Bwana, mueleze Bwana kwamba ile hali yangu ya ndani ya kuwa na uvivu, ile hali yangu ya ndani ya kuwa na uvivu, ninakuomba Bwana uigeuze, nakuomba Bwana uigeuze. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, ninakuita asubuhi ya leo, nisaidie, uniondolee roho ya uvivu, niondolee roho ya uvivu, niondolee hiyo roho ya uvivu, niwekeze kwenye uwezo na bidii, niwekeze kwenye uwezo na bidii. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, asubuhi ya leo, hii huduma ulioiweka ndani yangu, uwezo ulioweka ndani mwangu, hiki kipawa ulichoniwekea ndani mwangu, Baba, ninakujia, ninakuomba Bwana, unisaidie, niondolee roho ya uvivu, niondolee roho ya uvivu. Yamkini unatamani kuamka asubuhi na kufanya kazi zako, unatamani kuamka asubuhi kuja nyumbani mwa Bwana, lakini roho ya uvivu imekukamata. Uliwaza kuanzisha biashara, uliwaza kuanzisha mambo mbalimbali, lakini uvivu umekuzuia. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, niondolee roho ya uvivu, niondolee roho ya uvivu kazini, niondolee roho ya uvivu. Hata kama ni mume wako, mwambie Bwana, mume wangu msaidie, umsaidie, muondolee roho ya uvivu. Ondoa roho ya uvivu kwa watoto wangu, ondoa roho ya uvivu kwa mke wangu, ondoa. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, ninakuomba uniondolee roho ya uvivu, bali Bwana unisaidie, niwekeze kwenye uwezo na kwenye nguvu, niwekeze kwenye uwezo, niwekeze kwenye uwezo na kwenye bidii, ili mambo ambayo ninatamani yatokee yakapate kutokea katika jina la Yesu. Bwana akusaidie, uwekeze kwenye uwezo. Nyosha mikono yako juu, sema, Bwana Yesu, ninakuomba unisaidie, uondoe roho ya uvivu, unipe roho ya bidii, niwekeze kwenye bidii, maana hapo ndipo kuna kustawi kwangu kiuchumi. Baba nisaidie katika jina la Yesu. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Bwana akusaidie kuwekeza kwenye bidii, kuwekeza kwenye bidii. Asante.